of Christ, and those who are online, it is my pressure that you shall be there together with us as we go to the Word of God, and I know that you shall be blessed in the mighty name of Jesus. Asante, nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo ametupatia wakati mwema. Tunataka kuingia kwa neno kwa sababu Bwana ametupatia nafasi nzuri. Ujumuike pamoja nasi ukiwa nyumbani na utabarikiwa. Nataka kulete neno ambalo kichwa cha ujumbe wa siku ya leo kinasema ya kwamba our Lord has a key for every closed door by our enemy. Bwana ako na kifunguo ya kufungua mlango uliofungwa na adui zetu. Bwana asifiwe sana. Tutafungua kitabu Biblia yetu katika Revelation ama Ufunuo mlango wa 3 aya yake ya 7 na 8. You're going to read in the book of Revelation chapter 3 from verse 7 to verse 8. Yeah, let us go there. This is the word of God. I shall read to you because I'm there now. Thank you. Write this letter to the angel of the church in Philadelphia. This is the message from the one who is holy and true, the one who has the key of David. What he opens, no one can close, and what he closes, no one can open. I know all the things you do, and I have opened a door for you that no one can close. You have little strength, yet you obeyed my word and did not deny me. Let us go to 9. Look, I force those who belong to Satan's synagogue, those liars who say they are Jews but are not, to come and bow down at your feet. They will acknowledge that you are the one I love. Praise the Lord. That is the word of God. Na ningetaka tu tuendelee kwa sababu Bwana ametupatia wakati mzuri. Asante kwa sababu Jumapili tena tuliweza kuwa hapa na tukabarikiwa, na hata hapa naamini ya kwamba uko pamoja nasi pia tutabarikiwa, maana Mungu wetu huwa tuandalilia chakula ama chochote kile ambacho tunakusudia ama tunataka kwake, na kwa hivyo naamini amekusudia kitu kizuri mbele yetu hata siku ya leo. Biblia inasema ya kwamba wakati John huyu ambaye tunaelewa ya kwamba alitupwa katika kisiwa cha Patmo na akaweza kukaa mle ndani, na akiwa pale Biblia inasema vizuri Mungu akaweza kumtokea na akaweza kulete ujumbe huu kwa kanisa la Philadelphia. Biblia inasema vizuri ya kwamba kanisa hili la Philadelphia liliweza kumpendeza Mwenyezi Mungu hata kama kulikuwa na shida na matatizo, lakini Mungu aliangalia ndani ya kanisa lile na moyo wa kanisa lile, akaona kuna kitu mle ndani kinachomfurahisha yeye, na kwa hivyo akaweza kutuma ujumbe huu. Sikia kanisa la Philadelphia, nimeona kitu kizuri ndani yako, ya kwamba una nguvu kidogo iliyobakia baada ya kupitia shida na matatizo. Na kwa hivyo kwa sababu haukukana jina langu, wala haukukinai neno langu, wala haukurudi nyuma, wala haukutoka katika wokovu, umenifurahisha, na kwa hivyo nimekuletea ujumbe huu ya kwamba milango ambayo imefungwa mbele zako nitaifungua katika jina la Yesu. Haleluya. Na ile ambayo imefungwa na kifunguo ikaenda na watu nitaifungua. Do you know what? Because our God is a master key.
yeye ana kifunguo kinachoitwa master key. Praise the Lord. Akasema ya kwamba ila tu ni ile ambayo mimi Mungu nimefunga, hiyo ndio haiwezi kufunguliwa. Lakini kwa njia nyingine alikuwa akimaanisha kwamba yeye hafungi milango. Bwana asifiwe sana. Na ile inaonekana kana kwamba ni ngumu, watu wanaweza ona kana kwamba haiwezekani. Akasema ya kwamba tukimsihi na tunyenyekee chini yake, hata ile ambayo inaonekana ni ngumu na haiwezekani, he shall open for the church in the name of Jesus. Praise the Lord. Na kwa hivyo ninakuja kukuletea habari hii ya kwamba Mungu wetu ana kifunguo cha kila kitu tunachohitaji. Sisi kama kanisa la Mungu, kama vile neno la Mungu linavyosimama na liko uhai, Biblia inasema kwamba hakunenea tu kanisa la Philadelphia, lakini alinenea kanisa lile ambalo ameliita na kulikomboa, na ndio wewe na mimi siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Ujumbe huu ni wako na nimekuletea asubuhi ya leo ya kwamba ijapokuwa umepitia shida nyingi na matatizo, ijapokuwa unafika mahali na umeona giza, ijapokuwa umefika mahali na unaona kama milango imefungwa, lakini nimekuletea habari hii kama vile Yesu alivyonenea kanisa la Philadelphia. Yeye habadiliki, ni Mungu wa jana na leo na hata milele. Kwa hivyo ahadi zake ni za jana na leo na hata milele. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo bado hili neno linatunenea ya kwamba kanisa la Kristo, Bwana asifiwe sana, ikawaje tumefika mwisho, but there is an open door for us in the name of Jesus. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. And it is my prayer this morning, Mungu akufungue macho ya kiroho, uone kile ambacho Mungu amekuwekea, uone ya kwamba milango ambayo Mungu amekufungulia, na tena amekuahidi ya kwamba hata kama ingine haijafunguliwa, inaenda kufunguliwa katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Nimekuja kuelezea kidogo habari ya ufunguo. Kuna wakati tulipokuwa Kericho na kulikuwa na mambo mengi na wizi mwingi sana, na tulipoenda kuripoti pale polisi, na wakatueleza, askari moja akakuja akasema nilitoka Nairobi na hii kesi huko Nairobi hivyo ndivyo inavyoendelea. Kuna wizi mkubwa, ni kwa sababu kuna watu wanajua kutengeneza zile tunaita master key, na ukiwa na kifunguo na kifuri yoyote anaweza kuja na kufungua. Bwana asifiwe sana. Ya unawacha kama umetayarisha kila kitu na umefunga na umeenda, lakini unakuta kwamba kumeibiwa na mlango umefungwa. Kumaanisha kwamba kuna mtu ambaye ametengeneza kifunguo ya duplicate ambaye tunaita kama master key, ambaye inaweza fungua kifuri yako. Kwa hivyo akatuambia kama unataka kuwa safe ama kuweka vitu vyako vizuri, tafuta kifuri ambayo haiwezi kufanyiwa duplicate. Kifunguo yake haiwezi kutengenezwa. Hello. Bwana asifiwe. Na akatuelezea baadhi ya kifuri kadhaa, na tulipoziweka wizi ukapungua. Kwa hiyo kuna kifunguo ya kawaida ambayo mwanadamu anaweza kujitengenezea na ifungue nyumba za watu na milango. Bwana asifiwe sana. Lakini ya Yesu nataka kusema ni zaidi yetu sisi wanadamu. Praise the Lord. Maana anasema ya kwamba milango yoyote ambayo imefungwa anafungua. Bwana asifiwe sana. Yetu tulielezwa tukinunua kifuri mzuri haitaibiwa na haikuibiwa. Lakini Yesu is telling us now here ya kwamba anaweza fungua milango yoyote. Hello, Church of Christ. Bwana asifiwe sana. Nimekuja kusema milango ambayo imefungwa na hakuna kifuri kile kifunguo ya kufungua. Our Lord Jesus Christ have a master key, ataifungua katika jina la Yesu. Nasi tutapenya, tutatoka katika zile jela, tutatoka katika vile vifungo katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Na tunaangalia watu kadhaa wa kadhaa kwenye Biblia, maana tunaelewa ya kwamba huyu
Bwana asifiwe sana. This means ya kwamba hauwezi kukaa bila adui. Bwana asifiwe sana. Sisemi adui mtu, lakini nataka kusema adui ambaye ni shetani. Maspiriti na maroho ya shetani inaweza kuwa kinyume chako. Nayo maroho ile ikawa kinyume na Petro. Na ilipokuwa kinyume na Petro mtumishi wa Mungu, the Bible says ikatumia wakubwa kumshika baada ya kuua James na kumukata na kumuua. Wakafurahia sana. Na hapo ndipo nilipokuwa nikisoma Biblia nikajua kwamba kumbe adui zetu wanapoona tunateseka wanafurahi sana. Bwana asifiwe sana. Wakati adui yako anaona unateseka, anaona nyumba inafungwa, anaona kazi yako imeharibika, anaona mambo yako haiendi sawa, anafurahi sana. But let me tell you, ni kwa muda tu. Praise the Lord. Yeye Yesu Kristo bali ya Daudi aliye na kifungua ya baraka yako. Akifika, Bwana asifiwe sana, maisha yako lazima itabadilika na adui zako watanyamaza na hawatanena tena. Bwana asifiwe sana. So they took Petro na wakamweka kwenye jela. Kile kilichokuwa kinanifurahisha wapendwa, huyu aliweza kufungwa na askari wanne na ni mtu mmoja, si ndovu. Anafungwa na minyororo na pingu pande hii, anafungwa na minyororo na pingu pande hii. Bwana asifiwe sana. Na kunafungwa milango mitatu ili asitoroke. Mada walimuogopa. Kile tu walikosa kujua na kufahamu ni ya kwamba anayemwabudu, haleluya, ambaye Petro anamwabudu, ambaye tunamwabudu, Bwana asifiwe sana, hawezi kuzuiliwa na milango. Hawezi kuzuiliwa na milango. Lazima angefika na kuokoa mtu wake. Bwana asifiwe sana. Nao kanisa liliposhikana wakiwa katika nyumba ya mama yake Marko na wakaomba, the Bible says ya kwamba Mungu akasema nitashuka. Bwana asifiwe sana. Niwaonyeshe nina ufunguo wa kufungua kila milango ambayo imefungwa na adui katika jina la Yesu, ili mtu wangu asiangamie. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nimekuja kueleza kanisa la leo, ijapokuwa kuna mambo mengi yanayotendeka katika maisha yako, ijapokuwa kuna ugumu fulani ambao unatendeka na unaona ya kwamba kana unuko katika jela fulani na umefungiwa mule ndani, ita Yesu. Na ukimuita Yesu, mambo yako yatakuwa swali. Akishuka, atashuka na ufunguo na kukufungulia jela ambao utakuwa umefungiwa na adui yako. Kesho atakuona tena ukiwa sokoni. Bwana asifiwe sana, ukipeperusha bendera ya Yesu na kusema Yesu ni Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Na wakati wa usiku, the Bible says ya kwamba Yesu akafika mule gerezani, akaweza kuuza Petro kwa bavu zake, akamwambia amuka. Bwana asifiwe sana. Alipoamuka akaangalia, akaona kuna malaika. Mambo mengine ni magumu wapendwa, kanisa la Mungu. Akaona kwamba kuna malaika anayesimama kando yake, anaongea na yeye, na wale wengine wanalala, hata hawawezi kusikia sauti, maana ana nguvu ya kuwanyamazisha. Bwana asifiwe sana. Akafikiria ni ndoto, na wakati alipokuwa akifikiria akaona mbingu zimeanguka. Kushoto mbingu zimeanguka. Bwana asifiwe sana. Akawa free, miguuni ikaanguka, mguu wa kulia ikaanguka, akasimama. Lakini alikuwa akiona kama ni ndoto. Bwana asifiwe sana. Na wakati alipokuwa akiona kama ni ndoto, malaika akamwambia tuondoke. Na alipokuwa akiangalia na angalia akiogopa, maana hao wakiamuka watamweka tena mbingu zingine nyingi zaidi kuliko zile alikuwa nazo. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo akaanza kwenda. Biblia inasema alikuwa akiona kama ni ndoto. Mambo mengine Mungu akiyafanya katika maisha yetu inaweza onekana mbele ya watu na macho wa dunia, na macho ya watu wa dunia kana kwamba ni ndoto tunaota. Lakini nimekuja kueleza kanisa la leo, si ndoto tunaota, si ndoto huwa tunaota. Yesu wetu kile ambacho amefanya anakuja kutimiza katika jina la Yesu. Kuna wakati kanisa litainuliwa, litanyakuliwa, na wakati ndio watakuwa wakisema kweli tule tumu
wakisema, kumbe wale watu walikuwa wakisema ya kwamba kanisa litanyakuliwa na watahangaika wakienda polisi na mahali pengine popote pale. Bwana asifiwe sana. Kuangalia ni nini kinachoendelea. Siku hiyo ndio watajua kwamba kanisa la Bwana limenyakuliwa. Sio ndoto na sio kuota, ni kweli, maana Mungu wetu ni wa kweli, katika jina la Yesu. The Bible says ya kwamba geti ya kwanza ikafunguka. Haleluya. Ambia jirani yako, geti ya kwanza imefunguka. Haleluya. Nimebakisha ya pili. Bwana asifiwe sana. Wakatembea na Yesu. Walipokuwa wakitembea na Yesu, maana hakujua ni Yesu kama ni malaika, maana haijaandikwa kwa Biblia ni Yesu kama ni malaika, lakini aliona malaika akimuongoza. Geti ya pili ikafunguka. Bwana asifiwe sana. Ambia jirani yako, hata ya pili imefunguka katika jina la Yesu. Wote wanaomtumainia Bwana, jina la Bwana libarikiwe. Hakuna mambo magumu, yote ni mepesi. Hatufanyi kwa nguvu zetu, hatuishi kwa nguvu zetu, ila ni kwake Kristo Yesu. Ya tatu ilipofunguka, Petro ndiye alijua na kufahamu kumbe ni Mungu amekuja kuniokoa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ninajua hata leo hauamini kabisa. Najua hata leo bado umebakisha kidogo, lakini nimekuja kukutia nguvu katika jina la Yesu ya kwamba ishara na miujiza zitatendeka katika maisha yako. Ijapokuwa mambo yanaonekana kana kwamba ni mazito, mambo yanaonekana kama kwamba haiwezekani, lakini our Lord Jesus Christ akikuja, Bwana wa milele, siku kama ya leo, katika nyumba yako mambo yako yote itabadilika. Bwana asifiwe sana. Watu watakuwa wakisema, huyu ndio mzee yule tulikuwa tunaona akilewa na leo ameokoka. Yeye ni mzee wa kanisa, ni mwinjilisti, ni mhubiri, maana Yesu amefika. Bwana asifiwe sana. Wewe uko katika vipanda, nimekuja kukueleza wakati wako ukifika, si ndoto. Ambia jirani yako, si ndoto. Mungu anafanyaga the reality. Bwana asifiwe sana. Utainuliwa uketishwe pamoja na wafalme. Bwana asifiwe sana. Alipofika geti ya tatu, akaangalia nyuma, akaona ako nje ya prison, akasema jina la Bwana libarikiwe. Nimefunguliwa. Mungu wetu amefika. Mahali sikufikiria ninaweza toka. Hata ndugu zangu hawangenitoa, hata wazee wa kanisa hawangenitoa, hata wahubiri wetu hawangenitoa, lakini Jehova amekuja na kunitoa katika jela. Nimekuja niwaeleze, hakuna jela ile ambayo Mungu wetu hana kifunguo yake. Ana kifunguo ya jela zote. Atafungulia watu wamefungwa na wafunguliwe, wawe uhuru na watembee uhuru katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Angalia mtu mwingine kama Paulo. The Bible says alipokuwa anaenda kuhubiri kule Macedonia, na alipokuwa akihubiri akainukiwa na adui wa mahali pale. Maana kuna msichana mmoja ambaye alikuwa akitabiri na njia za kimapepo. Bwana asifiwe sana. Akifortune, yani kufortune kumaanisha kwamba kuelezea watu mambo ya future, lakini kwa spiriti ya ibilisi. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo ndugu zake, wazee na familia zao walimfanya kama biashara. Na kwa hivyo wakati Paulo walipokuwa wakihubiri na Sila, the Bible says ya kwamba walikuwa wakipita, na kila wakati yule msichana alikuwa akiwaeleza, hawa ni watu wa Mungu, wamekuja kuwaletea habari njema. Na siku moja Paulo akahisi, maana alikuwa katika kiroho, ya kwamba huyu hatumiwi na Mungu, ni kazi ya ibilisi. Akaikemea ile pepo, na ile pepo ikatoka, ile msichana akawa huru. Na hivyo ikafanya watu wote, kwa sababu walikuwa akitegemea yule msichana katika tauni ile ya Macedonia, kumuinukia Paulo, na hata wakaweza kumweka kwenye gereza. Bwana asifiwe sana. Wakiwa na Sila, but the Bible says ya kwamba wakati wa saa 7, saa 9 walikuwa wakimsifu na kumuinua Mungu. Haleluya. Hii inatufundisha wakati wowote ni wakati wa kuinua jina la Bwana. Wakati wowote ni wakati wa kutafuta Mungu. Bwana asifiwe sana. Hata ukiamka Bwana sema ni saa 5, bado fika saa 9. Enda mbele za Bwana, mshukuru, kwa sababu kuna kusudi ya yeye kukuamsha saa 5. Kuna kusudi ya yeye kukuamsha saa 7.
Kuna kusudi ya yeye kukuamsha saa 9. Kuna kusudi ya kukuamsha saa 12 usiseme karibu kupambazuke. Sasa hata nikianza kuomba, si afadhali niende nioge? Hapana, piga magoti, mtukuze Jehova. Kuna sababu. Manake alipoamsha saa 7, saa 9, Bwana asifiwe sana, wakiwa mbele za Bwana, akaingia na master key, akafungua ile jela. Bwana asifiwe sana, milango yote ikafunguka. Ile askari akaogopa. Hakuna mtu ambaye anaweza kufungua jela. Maana yule askari ndiye alikuwa na kifunguo na zote ameweka kwa mfuko. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo labda pengine wamuue ndio wawatoe. Lakini kama ni kuingia, hakuna njia ya kuingia isipokuwa yule askari amfungulie aingie ndani. So alipoona askari milango yote imefunguka na pingu zote zilizokuwa zimefunga Paulo na Sila zimeanguka chini, Bwana asifiwe sana, akafikiria ya kujiua. Maana alijua kwamba pale wale ambao ni wakubwa wa Roma watamuua. Kwa hivyo akatoa panga ajiue. Paulo akamwambia usijiue, maana zote zituko. Hii ni kazi ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Na hatuondoki, tunataka ujue Mungu tunayeabudu. Bwana asifiwe sana. Naye huyu askari akasema, nataka nijue hizi nguvu na huyu Mungu ambaye anaweza fungua jela kama hii, jela ambayo imefungwa na milango mingi, anaifungua mara moja na watu wote wanafunguliwa mbingu zao zikiwa katika mikono yao, wanalegezwa na wanakuwa huru. Akasema, ninataka kumjua huyu Mungu. Bwana asifiwe sana. The Bible says ya kwamba akamwambia, tutakuombea. Pokea Yesu aye Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu Kristo ndiyo funguo ya watakatifu wake. Bwana asifiwe sana. Na kama unaitaka unaipata. Akaipata, akaombewa. The Bible says ya kwamba akabadilika na hata akaita Paulo pamoja na Sila na akaenda kuwapaka, Bwana asifiwe sana, chumvi na kuwatengeneza mahali walikuwa wamelimwa. Bwana asifiwe sana, wamepigwa na watu mijeredi. Akaenda kuwachemshia maji na kuwakanda. Askari ambaye alikuwa anawaangalia sasa tena si askari, Bwana asifiwe sana, ni askari wa Yesu, ni rafiki wa Paulo. Bwana asifiwe sana. Yesu akiingia analeta amani, analeta suluhisho. Tunatoka kwenye jela na tunasimama mahali palipo juu. Tunaona habari ya kesho, maana Mungu wetu ametutoa katika jela ambayo tulikuwa tumefungwa. Jina la Bwana libarikiwe. Nimekuja kukueleza mpendwa na kanisa la Kristo zote ambazo tuko hapa, usijali hiyo jela ambayo unaipitia, uipitie tu. Maana wakati mwingine Mungu huachilia mtu wake aingie kwenye jela ili kusudi akikutoa mahali pale akutoe na utukufu wa hali ya juu. Bwana asifiwe sana. Anakuachilia kidogo tu, yani uonje. Haleluya. Uonje kidogo, usikie. Maana unajua mtu akisema kwamba anasikia njaa na wewe umeshiba, huwezi elewa. Mpaka wakati ule utasikia njaa, usikie ujue wale wanasemana wako na njaa wanasikia namna gani katika tumbo zao. Bwana asifiwe sana. Na wakati mwingine hivyo Mungu huachilia mtu upitie shida na ulie kidogo. Nafikiri kuna mtu ninanenea, maana hata na mimi nimepitia pale. Bwana asifiwe sana. Unalia kidogo, unasikia kwamba kama uko peke yako. Unaanza kuongea kama Ayubu alivyosema, ninaangalia mbele sikuoni Mungu, ninaangalia nyuma sikuoni, naangalia upande na upande sikuoni, lakini Mungu bado alikuweko. Wakati mwingine tunajikuta katika shida kama zile na jela kama hizo, lakini Mungu anaweza kutuachilia kwa muda. Aliweza kupeleka huyu ambaye tunaita ni Yusufu jela katika nchi ya ugeni. Hakuna mtu ambaye angeweza kumtoa. Halo, ambia jirani yako, tuna Mungu anaweza. Tuna Mungu anaweza. Praise the Lord. Katika nchi ya wageni hakuna mtu, hakuna ndugu zao, dada zao na watu wao. Bwana asifiwe sana. Maana ndugu zake walikuwa wakimuuza ili atoke katika nchi ya baba yake kule nchi ya ahadi, apelekwe kule Misri mahali hatapata msaada. Bwana asifiwe sana. Na Mungu akawachilia tu Yusufu, na anamjua na anamuelewa vizuri, aingia kwa jela ili aoje. Ili akimtoa pale, Bwana asifiwe sana, hata tukuza Farao, atatukuza Mungu. Sikia hii. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine tunapelekwa jela fulani ili ukitoka katika
katika hiyo jela, ujue ni Mungu alikutoa katika hiyo jela. Uache kusema ni ndugu yako na ni dada yako. Wale wanaweza kuwa msaada lakini ni mfupi sana, lakini msaada wake Mungu unatutosha kanisa. Jina la Bwana lipewe sifa. Utukufu mrudie Mungu anayeona wakati ambapo tuko jela na anaona tukitoka jela. Maana wakati huyu Yusufu alipotolewa jela, the Bible says ya kwamba aliketishwa pamoja na wafalme. Bwana asifiwe sana. Nimekuja kuwatabiria, maana ninaona mlango ukifunguliwa katika maisha yako. Najua Bwana anaenda kukukumbuka, lakini Jehova akikukumbuka, usisahau ni nani aliyekutoa katika jela hii. Wengi wametolewa katika njia hii. Jina la Bwana libarikiwe. Wanabarikiwa, wanapata magari, wanabarikiwa na biashara kubwa, lakini hawakumbuki nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Watai wanaangalia biashara zao na mambo yao, lakini Bwana tusaidie hata tukitolewa kwenye jela. Bwana asifiwe sana. Tusikose kumuinua Mungu, tusikose kumheshimu Mungu na masaa yetu na pesa tulizo nazo na kila kitu tulicho nacho, maana si kwa nguvu zetu, ni kwa ajili yake Kristo mwana wake Mungu. Bwana asifiwe sana. Ninashangaa kanisa kama hili, tuko na watu wengi, lakini saa hii kila mtu anashughulika na mambo yake. Ni nani aliyemsaidia? Na wakati alikuwa hana, alikuwa analia machozi hapa, alikuwa na mwaka kamazi wapi? Lakini tukibarikiwa tunasahau nyumba ya Mungu. Halo, apia jirani yako usisahau. Bwana asifiwe sana. Akikutoa kwenye jela hii usisahau. Bwana asifiwe sana, na utaendelea kubarikiwa katika jina la Yesu. Nimekuja niwaeleze mtu mmoja ambaye Bwana aliona ya kwamba anapendeza, na yako katika kitabu cha Isaia 45 aya yake ya kwanza na aya yake ya 3. Naye anaitwa Koreshi. Biblia inasema vizuri ya kwamba Mungu akanenea Koreshi, maana aliona kile kilichokuwa ndani ya Koreshi, kama vile anavyoona kile kiko ndani ya moyo wako asubuhi ya leo. The Lord is looking after what is in your heart even today, this morning. Bwana asifiwe sana. Alo, ninanena na wewe. Mungu anaangalia kile kiko ndani yako, na akaangalia kile kilichokuwa ndani ya Koreshi. Akaona alikuwa amefungwa na alikuwa katika jela ya umasikini, lakini hata kama alikuwa jela ya umasikini hakusahau kumuomba Mungu. Tusisahau kumuomba Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Na tukimuomba Bwana lazima atafungua milango. Alimfungulia huyu mzee tunaita Koreshi. Akamwambia, sikia Koreshi, nimekuona na nimeona masumbufu na shida ulizo nazo, but believe me or not, nitakuinua katika kiwango cha hali ya juu. Bwana asifiwe sana. Hata watu wa mataifa na wafalme ambao wako hapa jirani watashangaa, maana nitakufungulia hata milango ya gizani ili ambayo watu hawaoni. Halo, Mungu wetu ni Mungu wa gizani. Mungu wetu ni Mungu wa nuruni. Mungu wetu ni wa kila mahali katika jina la Yesu. Kunaweza kuwa na vitu vingine viko kwenye giza na watu hawawezi kuona. Watu wanaona tu kile ambacho uko nacho mpendwa, lakini nimekuja kukueleza, Mungu akitaka kukubarikia anaweza kukubarikia na kile uko nacho, na hata kile ambacho watu hawajui na hawajakiona wanakufahamu. We have a great God. Tuna Mungu ambaye anaweza. Tuna Mungu anayetushughulikia. Bwana asifiwe sana. Na ninaomba ya kwamba asubuhi ya leo na kanisa la leo tufunguliwe macho tuone kile ambacho Bwana ametusaidia. Ni kitu kikubwa na Bwana ataendelea kutubarikia. Bwana asifiwe sana. Sio ninakuombea ufunguliwe mlango. Angalia jirani yako, mwambie pastor nakuombea ufunguliwe mlango. Haleluya. Maana tumefika mwisho. Najua kuninanenia mtu ambaye amefika mwisho. Mtu ambaye kazi yake iliharibika. Mtu ambaye mambo yake sasa si kama ya zamani. Mtu ambaye sasa anaona ya kwamba mimi sina lingine ila tu ni Mungu afike. Nataka kunenea wewe ya kwamba usijali, kuna mlango mpya unakuja kufunguliwa katika jina la Yesu. Mungu wetu si kama mwanadamu na Mungu wetu si mdhalimu. Anakupenda katika jina la Yesu. Hebu sisi ya kwamba pale katika Ufunuo ya kwamba akasema ninajua
ninakujua kanisa la Philadelphia. Maana kuna nguvu kidogo ya kunigojea na unasubira. Nitakubarikia hata wale ambao ni adui zako, wanaona kana kwamba haufai. Nitakuinua kiwango ya kwamba watakuja kukuinamia. Halo, ninatangaza wote ambao ni adui zako, siku moja watakuja kukuinamia. Siku moja watakuja kusema ya kwamba ninataka Mungu wako, ninataka Mungu unayeabudu, maana ni Mungu wa kweli, katika jina la Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema. Nimekuja kusema vitu vitatu tu. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio nataka uende naye nyumbani. Bwana asifiwe sana. Maana Mungu anaenda kututendea ishara na miujiza. Umasikini ni jera ingine. Umasikini, and it is my prayer, ukiwa nyumbani, wherever you are, Mungu akuondolee umasikini katika jina la Yesu. Maana umasikini ndio imefanya watu wengi wawache kanisa. Imefanya watu wengi wawache Mungu. Bwana asifiwe sana. Na tulikuwa tunaongea na ndugu mwingine ambaye alikuwa ni mzee wa kanisa, sitaki kusema jina lake. Na tulipopiga simu na mama tukikumbuka wale watu wa zamani, mke wake akatuambia, jameni mtukumbuke mzee alirudi nyuma na kunywa pombe. Nililia Jumapili, it was on Sunday, nililia sana. Nikamwambia Mungu, kumbuka huyu mzee tumekuwa na yeye na tumefanya kazi na yeye, mkumbuke asipotee, asikufe akiwa mwenye dhambi. Watu wengi wametoka katika neno la Mungu kwa sababu ya umasikini. Maana mtu huona kana kwamba Mungu amemwacha. Bwana asifiwe sana. Anaona kana kwamba yeye hana mtu wa kumsaidia. Kwa hiyo ninakuombea asubuhi ya leo, ya kwanza Mungu akutoe katika shimo na katika jera ya umasikini katika jina la Yesu. Na ya pili, Mungu akupatie amani katika moyo wako. Usishughulike zaidi kiasi kuliko vile Bwana anavyokusaidia. Paulo anamwambia Timotheo ya kwamba utajiri mkubwa ni mtu kutosheka na kile alicho nacho. Bwana asifiwe sana. Maana ukitosheka na kile uko nacho, hautakuwa tena na tamaa na shughuli nyingi kiasi ya kwamba huwezi pata hata dakika moja ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe sana. Unaamka from January to December, ni shughuli ya kazi, ni shughuli ya kazi. Tafuta hata wakati mwingine, kama vile tulivyoelezwa na mzee wa kanisa, wakati mwingine omba, funga, jifungie kwa nyumba, hata kama si sana, lakini jifungie kwa lisali moja, 30 minutes, mshukuru Bwana, muinue Mungu katika jina la Yesu. Na yeye ataona kitu ndani yako, na kile kitu ataona kama alivyoona katika kanisa la Philadelphia, atakukumbuka na atakuinua jina la Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Ya pili ni hii, tusikuwe na hasira. Manake hasira ni hasara. Bwana asifiwe sana. Katika maisha yetu kama Wakristo tusikuwe na hasira na mtu yeyote. The Bible says ya kwamba Kaini alipokuwa na hasira na ndugu yake Abel, kwa sababu Abel aliweza kutoa dhabihu na dhabihu ile ikakubalika mbele za Mwenyezi Mungu, alimuua Abel. Hasira hazileti mapenzi ya Mungu, hazileti hata uzuri katika maisha yako, ili huleta hasara katika maisha yako. Tusikuwe na hasira. Hata mzee wako akikukosea, usikuwe na hasira. Bwana asifiwe sana. Bibi yako akikukosea, usikuwe na hasira. Watoto wetu tukiwakosea, msikuwe na hasira. Kuja muongee na sisi, tutasuluhisha katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Mungu wetu ni Mungu wa amani na hukaa mahali palipo na amani. Ya tatu ni hii, tusikuwe watu wa kulalamika. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tusikuwe watu wa tazama, Mungu hatakuja nipea hii na umepewa uhai. Kuna mtu ambaye ni kiwete, hana miguu, wewe uko na miguu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Una pikipiki, una gari. Hata kama huna gari, una afya, unaweza tembea vile nimekwambia. Kuna mtu mwingine kiwete na hawezi kutembea vile unatembea. Tusikuwe watu wa kulalamika. Badala ya kulalamika mbele zake Mwenyezi Mungu, rudisha shukrani. Rudisha siku zote. Alafu badala ya kurudisha shukrani, sasa baadaye urudi muombe kile ambacho unataka.
na Mungu atakujibu katika jina la Yesu. Nimekuja kueleza ya kwamba milango hii yote ambayo nimewanenea, Bwana asifiwe sana, ya umaskini, ninaomba Mungu akufungulie njia katika jina la Yesu, ikuondokee. Ninaomba ya kwamba milango ambayo umefungiwa ndani na uko jela ya hasira, wacha hiyo hasira. Mungu akufungulie mlango utoke katika jina la Yesu ndani ya ile jela, na ukitoka Bwana atakubariki na atakutenda vizuri. Ninakuombea Mungu aweze kukubariki, usiwe mtu wa kulalamika tu, maana asubuhi ya leo kuna wengi wako hospitali na hawalalamiki, wanaendelea kuomba Bwana awaponye, lakini wewe unaendelea kusema kwamba kazi yangu ingeendelee, watu wetu namna hii. Tusiwe watu wa kulalamika, na kuombea mlango mpya katika jina la Yesu. Bwana akufungue na kutoe katika hiyo jela katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Nami ninaamini ya kwamba tukitolewa katika hizo jela tutafurahi katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nataka kuomba na wewe uko nyumbani. Nataka kuomba na wewe uko hapa kanisani. Manake tumemaliza ibada yetu. Kwa hii nikisema hivi ya kwamba Mungu atufungulie milango ambayo imefungwa, ili tutoke tukiwa na uhuru. Tutoke watu ambao wametoka na wako na uhuru mpendwa. Bwana asifiwe sana. Na ukitoka katika hiyo jela, usirudi katika hiyo jela tena. Manake hata waliotolewa jela hawakurudi mahali pale, walitolewa na wakaenda mahali pengine. Na mimi ninakuombea ukitoka katika hiyo jela, Bwana asifiwe sana, usirudi mahali pale, na Bwana atawabariki na kuwatenda vizuri katika jina la Yesu. Tusimame tunapoenda kuomba, sababu ni vizuri kama tunavyofanya kila Jumapili. Huwa tunaomba kwa sababu ya wale ambao wako nyumbani. Nataka niwaombee kwa sababu ni vizuri ukiwa nyumbani mahali popote huko, na kuomba tu ya kwamba ukaguze mahali unaumia, nami nitakuombea kwa sababu ni vizuri, pamoja na watakatifu wa Mungu ambao tuko nao hapa kanisani, na Bwana atakubariki. Kwa hivyo tunyoshe mikono yetu tunapoombea walio manyumbani, na utatabarikiwa katika jina la Yesu. Tunyoshe mikono yetu. Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Bwana mwema. Umejaa neema na ukuu wote na utukufu wote. Twalibariki jina lako kwa sababu wewe ni Bwana utuponyaye. Umesema ya kwamba Bwana wewe ndio ambaye utakayetutoa katika jela zote ambazo tumefungwa, Bwana wa milele, na milango utafungua ya uponyaji katika jina la Yesu. Leo hii ninawaomba ya kwamba Bwana ukafungue milango ambayo imefungwa ya uponyaji wao popote walipo, wakiwa manyumbani, wakiwa mahali popote pale. Fungua hiyo mlango ya uponyaji, uwaponye Bwana katika jina la Yesu. Uinuliwe na uhimidiwe. Hivyo ninaomba Bwana wa milele ukaweza kuwaponya kutoka nywele zao mpaka nyayo za miguu zao. Kutana na maisha yao, wale wote wamefika mwisho, na wale wote Bwana hawawezi, na wale Bwana ambao Bwana wa utukufu mboma zao na kazi zao zimeharibika, wamekaa mahali pale kana kwamba wamefungwa kwenye jela. Ninaomba ya kwamba ukawakumbuke, wafungue Bwana wa milele, wapatie njia nyingine ya kuishi katika maisha haya, wafungulie milango mingine ili walisifu jina lako na kukuabudu. Asante kwa sababu utakumbuka kazi ya mikono yao, utakumbuka boma zao, utakumbuka familia zao. Asante kwa sababu utakumbuka hata mili yao, kwa sababu tunajua kanisa linaanza nyumbani. Uinuliwe na uhimidiwe. Hivyo tunawacha kila kitu mbele zako, tukijua kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu umesikia na hata umetenda, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Asante. Mungu awabariki waliokuwa online. Asante sana kwa sababu naamini ya kwamba umetufuata, na naamini ya kwamba utaendelea kutufuata on Facebook na tena on YouTube, na naamini ya kwamba Bwana atakubariki katika sermon zote ambazo tumekuwa nazo. Otherwise, Mungu awabariki. Shalom. May God bless you. Bwana asifiwe.